Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Karibu, ninakukaribisha katika somo hili linalokwenda kwa jina linalosema kushughulika na waraka ulioandikwa kwa ajili ya maisha yako. Kushughulika na waraka ulioandikwa kwa ajili ya maisha yako. Baraka kwenye mabano andika baraka zinazozuiliwa malangoni. Baraka zinazozuiliwa malangoni. Jambo ambalo ningependa ulifahamu, kila mtu aliyezaliwa duniani, Mungu ameweka baraka kwa ajili ya maisha yake na kwa ajili ya kizazi chake. Sasa kwa nini watu hawafanikiwi au kwa nini watu hawafikii malengo yao? Kuna baraka zinazuiliwa katika malango na kuna waraka umeandikwa kwa ajili ya maisha yao. Kuna nyaraka zimeandikwa kwa ajili ya maisha yao. Kuna waraka na kuna nyaraka zimeandikwa kwa ajili ya maisha yao. Na usiposhughulika na hizo nyaraka, na usiposhughulika na huo waraka, na usiposhughulika na baraka na watu wanaozuia baraka katika malango, hauwezi kufika mahali popote. Mambo yako mengi unayofanya yanaweza kuharibika ama kuishia njiani. Swali ambalo unatakiwa kujiuliza, nini maana ya waraka? Waraka ni hati yenye taarifa maalum. Katika Biblia kuna nyaraka, waraka wa Waebrania, lakini taarifa au vyeti vilivyoandikwa, taarifa maalum kwa ajili ya kusimamia jambo fulani. Lakini pia waraka unaweza ukaandikwa kwa ajili ya kupinga au kukataa au kuto kushiriki, kwamba sisi hatukubaliani na nyinyi. Sasa ninakukaribisha katika somo hili. Nataka nizungumzie waraka au nyaraka. Sasa waraka, ninapozungumzia nyaraka, ni mambo mengi yaliyoandikwa. Unajua kila mtu anapojaribu kufanya kitu anapitia matatizo ya aina nyingi, maana huyu ameandikiwa nyaraka. Ni mambo mengi yaliyoandikwa kwa ajili ya maisha yake. Kila anachokifanya, kila anachokwenda kukigusa, kuna taarifa zimeandikwa katika jambo lile kwamba hatakiwi kufanikiwa wala hatakiwi kushinda. Katika kila kitu ambacho anachokiendea katika maisha yake, anagusa, anaamini kwamba katika hichi ninachokifanya baraka zangu zipo kwenye hiki. Sasa anakutana na tatizo asilolijua. Kumbe katika kile kitu anachokiendea kuna taarifa zimeshatangulia. Kile kitu kuna mambo yameshaandikwa, nyaraka zimeshaandikwa, waraka umeshaandikwa ya kwamba hutakiwi kufanikiwa. Sasa leo nataka tuzungumzie kwa habari ya waraka wa mabaya. Waraka wa mabaya. Sasa kabla hujaweza kusikiliza somo hili, ninakuomba kama hujabonyeza alama ya subscribe, bonyeza kwa ajili ya kusupport. Lakini wakati unasikiliza somo hili, usizuiliwe kutuma message yako, kulike, lakini pia kushare, kuwahusisha watu wengine ambao unatamani wasikie habari hizi njema. Karibu. Lakini ukiwiwa kutoa sadaka, nadhani unaweza kuangalia, utaiona namba yangu kwa chini katika hayo maandishi ya kwanza kabisa ambayo yanatambulisha kichwa cha somo langu. Naitwa mtumishi wa Mungu Wilson Ngonyani. Karibu ni kufundishe mambo ambayo Mungu anataka uyajue. Tukisoma katika kitabu cha Kutoka 7 mstari wa 11 mpaka mstari wa 12, unakutana na mtu mmoja hapa anaitwa Musa akiwa na Haruni. Watu hawa walitumwa na Mungu kwenda kuwakomboa wana wa Israeli. Walipofika walikutana na ukuta, na huo ukuta ulikuwa ni Farao mwenyewe, lakini pia walikuwepo waganga wa kienyeji
ambao waliitwa wakatoa fimbo zao na zile fimbo zikabadilika zikawa nyoka. Ilikuwa ni ishara ya kwamba kuna nyaraka na waraka zimeandikwa kwa ajili ya wana wa Israeli, na zile waraka zilizoandikwa nyaraka ni nyaraka za mabaya katika ulimwengu wa roho, ya kwamba wana wa Israeli hawatakiwi kuwa huru, wala Mungu wao hatakiwi kujulikana, wala Mungu waliombeba Musa na Haruni naye pia hatakiwi kufahamika. Sasa ndio maana walitupa fimbo chini kuhakikisha kwamba maisha ya wana wa Israeli hayabadiliki. Imeshaandikwa yatakuwa vile vile. Lakini pia ukisoma maandiko matakatifu katika kitabu cha Mhubiri 10:7, maandiko pale ukisoma yanakuambia kwamba nimeona watumwa wakitembelea farasi na wafalme wakitembea kwa mguu. Mungu anatuambia kwamba maisha ya watu yamegeuzwa. Wale watu ambao wameandikiwa baraka leo wanateseka, wanatembea kwa mguu. Wale watu ambao walitakiwa kuwa wafanyakazi leo wamekuajiri na unafanya kazi kwao. Nini kimetokea? Katika Isaya 42:22 Biblia inasema kwamba watu wangu wameibiwa, watu wangu wametekwa, watu wameibiwa baraka zao, hawazioni, maisha yao hawayaoni. Nini kimefanyika? Ukisoma katika kitabu cha Walawi 7:11 Biblia inazungumzia kwa habari ya damu. Watu wengi ambao wanaopenda kutumika katika nguvu za giza wanapenda kutumia damu kwa sababu damu ina uhai. Kwa hiyo wanapoandika nyaraka zao za mabaya au wanapokutamkia mabaya ya kwamba yakupate mambo yasiyofaa, usifanikiwe, ili wazuie mambo yako. Ndio maana Yesu alikufa msalabani. Wao pia wanatumia damu za wanyama, kwa sababu damu ya wanyama au damu ya binadamu ina uwezo wa kusafirisha maneno ya mtu mbaya na yakaja kuzuia baraka zako au maisha yako. Sasa utajuaje kama wamekusomea, wamekuandikia nyaraka au wamekuandikia waraka na wameusoma na huo waraka unafanya kazi? Ni kwamba kila unachokifanya au kila unachokwenda kukifikia katika maisha yako, kila unachoamini kwamba kitakuwa ni furaha katika maisha yako, utashangaa yanatokea mabaya katika kile kitu, kwa sababu waraka uliosomwa au nyaraka zilizosomwa, basi umeandikiwa upate mabaya kila siku au kila wakati, mabaya yasiyokoma. Uwe mtu wa matatizo kila kukicha, upate ajali, uwe mtu wa kuwekwa jela, uwe mtu wa kudaiwa madeni kila wakati. Ukisoma katika Zaburi 109 kuna neno la Mungu pale linazungumzia maneno haya ambayo nitakayokutamkia hapa, mstari wa 8 mpaka 13. Pale kuna maneno yanasema, asiwepo mtu wa kumsaidia, asiwepo mtu wa kumhurumia, watoto wake waishi maisha ya tabu, jina lake lisijulikane, mabaya anayoyapata baba yake wayapate mpaka uzao wake, yani watoto, familia yao wawe watu wa kutangatanga, wawe walevi, wawe waongo, wapitie maisha ya tabu. Lakini wakati wanatamka haya, katika vinywa vyao wana roho za namna gani? Katika kitabu cha Warumi 3:13 Biblia inasema katika midomo yao, mstari wa 14 anasema vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Mstari wa 13 anasema koo lao ni kaburi wazi,
Kwa ndimi zao wametumia hila, sumu ya fira chini ya midomo yao. Uharibifu na mashaka yamo njiani mwao. Kwa hiyo wanatumia vinywa vyao kama nyoka ili kuharibu maisha ya mtu aliyeandikiwa baraka. Ndio maana kila unachokifanya kinakabiliwa na hatari ya kufa au wewe mwenyewe kupita kwenye mashaka na matatizo mazito, kwa sababu kuna nyaraka na kuna waraka zimeandikwa kwa ajili ya maisha yako. Sasa swali ambalo unatakiwa kujiuliza, nini kinasababisha adui zako wakuandikie waraka za mateso, nyaraka za mateso au waraka wa mateso? Namba moja, kitu cha kwanza wanachokifanya, wamefanikiwa kukutenga na Mungu. Wamefanikiwa kukutenga na Mungu. Chanzo cha baraka zako wewe kinatoka kwa Mungu. Sasa haya mabaya wanayokutamkia ili ya kunase, ni lazima watakuwa wamekuweka kwa Mungu ambaye sio wa kweli. Namba mbili, wamefanikiwa kuijua nafasi yako na wewe hauijui nafasi yako, na haujui ya kwamba hiyo nafasi yako hili iwe kubwa unatakiwa kufanya nini. Wanajua wewe ni mkuu, na wao wamejifahamu ya kwamba hawana nafasi ulionayo wewe. Usishangae mchawi anakuinda wewe, anachokiona kwenye maisha yako hawezi kuzaa mtoto mwenye hicho kitu ambacho anakiona wewe. Atahakikisha anakesha makaburini, anakesha kuwanga kwa ajili ya kuhakikisha anakitafuta hicho anachokiona ndani yako. Kama jinsi ambavyo wezi wanapozunguka kuiba, wanagundua ya kwamba TV nzuri inapatikana kwenye nyumba fulani, mali zinapatikana kwenye nyumba fulani, na wao wanajua baraka zinapatikana kwa nani? Kwako wewe. Kwa hiyo lazima watakisha awalali, watakesha kwa ajili yako kuhakikisha kwamba wanaiba neema na baraka ulizozibeba wewe za kiroho, kwa sababu wakiiba rohoni, matokeo yake mwilini ni mabaya. Namba tatu, wanajua kibali ulichokibeba kinakwenda kufika mbali. Sasa mara nyingi watu hawajui kibali walichokibeba kinakwenda kufika mbali, na shetani siku zote ameficha maisha ya baadhi ya watu wasijue neema walioibeba inakwenda kutengeneza watu wengi zaidi. Sikiliza, Ufunuo 1:12 mstari wa kwanza. Ufunuo 12 mstari wa kwanza. Biblia inasema alionekana mtoto tumboni. Yule mtoto alikuwa na nyota 12. Sasa huyu ni mtoto mmoja ambaye amezaliwa, wakagundua ana kibali cha nyota 12. Na huyu ni nani? Ni Yesu. Alafu zile nyota 12 ni mitume 12. Sasa shetani akamtafuta Yesu, akajua nikipiga huyu mwenye nyota 12 nitakuwa nimepiga watu wengi sana. Kwa hiyo wewe unaiwindwa, nataka nikwambie, shetani aoni maisha yako, bali anaona maisha ya wengi katika maisha yako. Namba 4, watu wengi watafunguliwa macho kupitia wewe. Watu wengi wataona mwanga katika ulimwengu huu kupitia wewe. Shetani na wachawi wanajua kama wewe ukiinuka, kazi zao hazitaweza kuinuka. Wewe ukimjua Mungu, kuna uchawi utakufa, kuna vitu vitakufa na vitaangamia. Kwa hiyo vita vyote unavyopitia katika maisha yako, kuna vitu vinatakiwa kuwa hai. Utakiwa kupata utulivu na utakiwa kufanikiwa. Namba 5, wewe ni mtu muhimu sana katika ulimwengu huu. Ni mtu wa pekee na ni mtu wa tofauti. Kile wanachokiona ndani yako ni kitu ambacho wao hawawezi kukiona, hata kama wakakesha kwa Mungu huyu ambaye tunamtumikia, hawawezi wakapewa. Una zawadi ambayo mtu mwingine hana. Ndio maana maandiko yanasema shika sana ulichonacho. Kila mtu kuna kitu cha kipekee ambacho mbingu imemgawia. Sasa maswali ambayo nataka nikuulize msikilizaji wangu. Je, unaota ndoto za utajiri? Ndoto za mafanikio? Je, unaziishi? Swali, hizo ndoto unazoziota, unajua jinsi zinavyoweza kutimia hizo ndoto?
Shetani amekuficha usijue jinsi zinavyoweza kutimia. Swali lingine ambalo unatakiwa kulielewa hapa, je, unafahamu kinachoendelea sasa kwenye maisha yako kinaenda kutimiza ndoto zako ama mbele unaona giza? Swali lingine ambalo unatakiwa kujiuliza, je, unajua mambo unayopitia kinawindwa kitu gani, na wakishaiba wewe utabaki kuwa mtu wa aina gani kwa siku za baadaye? Haya ni maswali ambayo unatakiwa kujiuliza. Kuna vitu vikiondolewa katika maisha yako utakuwa kichaa. Kuna vitu vikiondolewa katika maisha yako utakuwa omba omba. Kuna vitu vikiondolewa katika maisha yako hutaweza kuishi na mwanamke, hutaweza kuishi na mwanamke au mwanaume. Kuna vitu vikiondolewa hutaweza kuzaa watoto. Biblia inasema mwizi haji kuiba tu alafu akuachie neema. Mwizi anakuja kuiba alafu kisha kishaiba anaharibu. Ngoja nikuonyeshe baadhi ya uharibifu. Mwizi anaiba alafu anaweka roho ya kutokuzaa. Mwizi anaiba alafu anaweka roho ya kutokupata pesa. Mwizi anaiba alafu anaweka roho ya kutokuolewa. Mwizi anaiba, kuna kitu unaibiwa. Ndio maana leo hii kuna mambo uyaoni katika maisha yako, kwa sababu baada ya kuibiwa hicho kitu, matokeo yake ni kuto kuyaona mambo unayoyafikiria. Katika kichwa chako kuna maono. Unaona unaweza kuolewa, unaona unaweza kufanikiwa, unaona unaweza kuwa tajiri, lakini haujui kwamba hizo njia zimeshaharibiwa. Mwizi ameshaiba na uharibifu ameshaweka ndani ya watu. Kuna neema imeibiwa, tabasamu limeibiwa, furaha imeibiwa, alafu zimeachwa hasira na umeachwa uchungu. Musa alipoingia katika ngome ya Farao aliwakuta waganga na wachawi na wenye akili. Kazi moja tu walikuwa wakiifanya ni kuhakikisha kwamba wamezuia na wanaendelea kuzuia neema ya wana wa Israeli. Na unaweza kuona wana wa Israeli, kila uzaliwa wa kwanza wa wanaume ulikuwa unauawa. Inawezekana hata uzaliwa wako wa biashara unakufa, uzaliwa wako wa kazi, adui anaangalia uzaliwa wako uko sehemu gani, anaua uzaliwa wako. Ndio maana unaweza ukatafuta kazi usiku na mchana, usiamini, usijue ya kwamba uzaliwa wako umekufa. Kwa adui anapambana na uzaliwa wako. Kila kinachozaliwa anakivamia. Kila kinachozaliwa, uchumba ukizaliwa unakufa, urafiki ukizaliwa unakufa, vitu vikizaliwa unakufa. Mpendwa, nataka nikwambie kuna walaka, kuna nyaraka zimeandikwa kwa ajili ya maisha yako, ya kwamba mtu huyu popote atakapokwenda, popote atakapofika, mambo anayetakiwa kupitia ni haya, na akizidi sana, tabu na kilio vitaongezeka. Sasa nataka niseme kitu kimoja. Kama unaelewa Mungu amenipa ndoto, Mungu amenipa maono, jambo la kwanza unalotakiwa kulishika kuanzia sasa, utakiwi kukimbia. Na washangaa baadhi ya watu wao wanakimbia mpaka nyumba wanahama kwa sababu ya wachawi. Mungu akikupa maono, Mungu akikupa ndoto, utakiwi kukimbia, utakiwi kulia, utakiwi kulalamika. Ni kwamba lazima ujifunze kupita mahali ambapo adui amekuwekea ukuta. Usikimbie changamoto. Sasa nataka tujifunze habari za watu ambao Mungu aliweka maono ndani yao, na jinsi yale maono yalivyozuiliwa kwa nguvu kubwa, lakini wao hawakukata tamaa, hawakuvunjika moyo, walihakikisha yale maono yanatimia kwa namna yoyote. Narudia tena, usijifunze kukata tamaa kwa namna yoyote. Leo nataka tuzungumzie kisa kimoja cha watu ambao wanaitwa, ambao walikuwa ni watu wawili. Mtu mmoja anaitwa Mordekai na mwingine anaitwa Esther. Watu hawa walikuwa ni watumishi wa Mungu katika nchi yao. Walichukuliwa mateka. Walipochukuliwa mateka, wakapelekwa na wakawekwa na wakawa
chini ya himaya ya mfalme. Sasa kwa wewe ambaye ni mtumishi wa Mungu, inabidi ujiulize maswali haya. Mordekai ni mtumishi wa Mungu, Esther pia ni mtumishi wa Mungu. Kwa nini Mungu aruhusu watu hawa wachukuliwe mateka? Ni kwamba ingawa walichukuliwa mateka, Mungu alikuwa pamoja nao na Mungu alichukuliwa mateka pamoja nao. Lakini kwa sababu ya maono walioyabeba, wanatakiwa kuvishinda vita vilivyoko mbele yao. Kitu ambacho nataka nikwambie, shetani akifeli kuangusha ndoto zako au maono yako katika ulimwengu wa roho, huwa anakujia mwilini. Na ndio vita ambayo sasa Esther na Mordekai walipitia mwilini, kwa sababu shetani alifeli kuziangusha ndoto zao katika ulimwengu wa roho. Kumbuka kuna mtu mwingine anaitwa Yusufu. Yusufu pia alikuwa na ndoto, na zile ndoto shetani alijaribu kuziangusha rohoni, lakini alishindwa, na baadaye akamuinulia vita vya mwilini. Wako watu wengi sana ambao wanapitia vita vya mwilini na hawajui kwa nini wanapitia vita vya mwilini. Kumbe shetani ameshindwa kuangusha ndoto zao katika roho, na sasa anadili kuangusha ndoto zao katika mwili. Ameshindwa kuangusha katika roho, sasa anadili, anataka kuangusha katika mwili. Nimesema ya kwamba Esther na Mordekai walichukuliwa mateka pamoja na Wayahudi, lakini mahali pale walipokuwepo, pale walipochukuliwa mateka, kulikuwa na kusudi la Mungu ambalo lilitakiwa kutimia kwa yule mfalme ambaye aliwateka. Nadhani hayo unaweza kusoma katika kitabu cha Mwanzo, Esther kuanzia sura ya kwanza na kuendelea. Lakini nataka nikuambie jambo ya kwamba wakati wamechukuliwa mateka, unajua nataka uelewe sana maandiko matakatifu. Wakati wamechukuliwa mateka ni ngumu sana kuelewa. Ni ngumu sana kuelewa kwamba kwenye shida kuna njia, kwenye changamoto kuna njia. Ni ngumu sana kuelewa. Yohana alichukuliwa akapelekwa katika kisiwa cha Patmo. Patmo ni mahali ambapo hakuna mtu anaweza katoka, lakini ndipo alipotumika kuandika kitabu cha Ufunuo. Mara nyingi Mungu alionekana kwa watu wake mahali ambapo ni pagumu sana, ni mahali ambapo wamekosa majibu. Nataka nikuonyeshe kwamba mahali hapa wana wa Israeli, Wayahudi wamechukuliwa mateka. Sasa na Esther na Mordekai wamechukuliwa mateka. Cha ajabu ni kwamba kuna kusudi la Mungu katika ile hali ya kuchukuliwa mateka, na lile kusudi la Mungu linatakiwa kutimia kwa mfalme. Na mfalme ana watu ambao hawezi kumruhusu Esther na Mordekai wakamfikia mfalme. Utaweza kuelewa mambo haya. Sasa nataka nikwambie hivi, wakati mwingine katika maisha hili nafasi yako wewe ionekane, ili nafasi yako wewe ionekane. Unajua kwa nini unatafuta kazi upate? Nimesema waraka na nyaraka zimeshaandikwa kwa kwamba nafasi yako itumike na mtu mwingine. Kuna mtu katika huu ufalme, kwenye kitabu cha Esther 1 mstari wa 10 mpaka 12, alikuwa ni Malkia. Malkia huyu alimuuzi mfalme, alimkosea mfalme, na huyu mfalme akaondolewa. Huyu Malkia akaondolewa. Alipokuwa anaondolewa, kumbe alikuwa anaitengeneza, Mungu alikuwa anatengeneza nafasi ya Esther. Sikilize, wakati mwingine ili ufanikiwe, lazima wale waliokaa kwenye nafasi zako kichawi lazima waondolewe na Mungu. Ndio maana unapokuwa unaomba, unaweza ukajikuta unapitia vita vya mwilini. Kwa sababu gani? Wale watu wanaokupiga vita mwilini wamekalia nafasi yako mwilini, kwa hiyo lazima wakuataki mwilini. Unaona huyu mwanamke alivyoachia hii ngazi, alivyoachia hii nafasi, mchakato wa Esther kwenda kwenye hii nafasi ukaanza. Sasa nataka nikuonyeshe jinsi mambo yalivyokuwa magumu. Esther ni Myahudi, Mordekai ni Myahudi. Hawa watu hawatakiwi kupata nafasi kwenye ili eneo.
Hawa watu hawataki kupata nafasi kwenye ili eneo kwa sababu ni Wayahudi. Sasa kitu gani kilisababisha mpaka hawa watu wakaingia? Nataka nikwambie ni miujiza. Ndio maana nataka nikwambie kwamba usijifunze kuzikatia tamaa ndoto zako. Na katika hizo ndoto zako kuna watu wamekaa, hawawezi kukuachia kiurahisi usipokuwa na moyo mkuu. Na kama unaamini wokovu ni tambalale, unakosea. Wokovu ni vita ambayo unatakiwa kupambana. Ni vita ambayo unatakiwa kumshinda shetani na kuwashinda maadui ambao wamekalia ndoto zako, wamekalia maono yako. Ukiokoka utakiwa kuwa na moyo mwepesi mwepesi. Kidogo tu unakata tamaa, kidogo tu unavunjika moyo. Sikiza, kama wameandika waraka wa kukuzuia, wameandika waraka wa kukupinga, wameandika nyaraka za kukupinga, za kukuharibia kila sehemu, lazima pia uwe na maombi katika kila eneo, mambo yako yakae vizuri. Sasa ili maono yaweze kutimia na ndoto alizobeba Esther ziweze kutimia pamoja na Mordekai, ukisoma katika kitabu cha Esther 2 kwanza sura ya 2, Esther sura ya 2 namaanisha mpaka mstari sura ya 10 mpaka mstari wa 17, lakini ukisoma kuanzia mstari wa kwanza itakusaidia zaidi. Wakati unasikiliza somo hili, basi ni vizuri ukapitia hayo maandiko nikisoma, kama nitachukua muda mwingi sana. Sasa mchakato ukaanza. Esther hakutakiwa ajulikane, ikabidi adanganye kabila lake ili kupitisha, ili wapate kufanikiwa jambo la kimungu walilolibeba liweze kupata nafasi kwenye ule ufalme. Swali ambalo unatakiwa kujiuliza, Mungu alikuwa na njia nyingine ya kutimiza zile ndoto, na kwa nini Mungu anawataka hawa watu ndoto zao zitimie kupitia yule mfalme? Sasa kwa kuwa jambo wanalolifanya wanatumia udanganyifu, ikabidi Mordekai amtembelee Esther karibu kila siku, kwa sababu wanakitaka kile kiti cha umarikia. Amtembelee kila siku ili kuhakikisha usalama. Walikuwa wakifanya jambo hili huku wana hofu kubwa sana, ni kwamba inawezekana akagundulika. Lakini Mordekai alihakikisha anamlinda Esther kwa namna yoyote, watu hawajui yeye ni nani, ili hakikishe ile nafasi ya umalikia anaipata. Nimesema ni vizuri ukasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 17. Sasa mpango wa Esther na Mordekai ukafanikiwa, Esther akawa malikia. Sasa nataka nikwambie hivi, angalia jinsi walivyopambana. Kwa nini wanapambana? Kwa sababu kuna makatazo na kuna nyaraka zimeandikwa ya kwamba hawa kina Esther ndio wanastahili katika zile nafasi, lakini nyaraka zimekwisha kuandikwa, hawatakiwi kukalia vile viti. Sasa ikabidi wapambane kuhakikisha kwamba wanakalia vile viti, wanapata zile nafasi. Ukisoma maandiko matakatifu katika mstari wa 21 au mstari wa 20, maandiko nasema Esther alikuwa hajazihirisha jamaa yake wala kabila yake kama vile Mordekai alivyomwagiza, kwa maana Esther alikuwa akiyashika maagizo ya Mordekai. Neno la Mungu linasema ya kwamba vile vile kama alivyolelewa naye. Mstari wa 21, ikawa siku zile Mordekai alipokuwa akiketi mlangoni pa mfalme, wawili katika wasimamizi wake mfalme pale mlangoni wakataka kumpelekea habari mfalme, kwa sababu waligundua jambo lile. Maandiko matakatifu yanasema basi Mordekai alipopata kujua, akafanya mpango kuhakikisha kwamba watu wale wanakufa, na akafanikiwa kuwaua. Pale mwanzo nimezungumza neno moja, nimesema ya kwamba baraka zinazozuiliwa malangoni. Katika lango la mfalme kulikuwa kuna watu ambao walikuwa kizuia baraka. Walikuwa kizuia baraka hizi za Esther na baraka hizi za Mordekai zisipate kupenya. Na maandiko matakatifu yanatuonyesha kwamba watu hawa walikuwa kifanya kazi katika malango ya kifalme. Kuna watu wawili walifanikiwa kujua mchezo wa Esther na mchezo wa Mordekai. Kwa hiyo wakaandaa mpango kuhakikisha kwamba wanaripoti jambo lile kwa mfalme. Katika hali ya kawaida tu, maisha ambayo tunaishi, hakuna mtu ambaye atajua jambo lako atanyamaza kimya, akuache ufanikiwe.
kila mahali ambapo unaamini kuna baraka zako au kuna mafanikio yako, huwa hawakosi watu wanaojiita machawa au hawakosi watu wanaojiita wambea, kuhakikisha kwamba wanaripoti mambo yako mabaya kuliko hata mazuri. Watu kama hawa hawakosagi. Sasa watu hawa walifanya umbea mahali ambapo hapatakiwi, kwa sababu hili jambo wanalolifanya Mordekai na Esther lilikuwa limebeba kusudi la Mungu. Watu wengi mnapenda sana kuomba maombi ikiwezekana adui aliyekufanyia mabaya afe. Nataka nikwambie, adui yako hawezi kufa kiurahisi, ila ikiwa adui amekuwa hatari kwenye kusudi la Mungu ulilolibeba, kama jinsi ambavyo au marafiki wawili jinsi walivyokuwa hatari juu ya kusudi la Mungu ambalo amelibeba Mordekai, lazima kufa atakufa. Sio kwamba paka uombe, Mungu mwenyewe atamwangamiza kwa haraka sana mtu ambaye amejizatiti, amejipanga kuharibu kusudi la Mungu. Kwa hiyo kuna maadui ambao wanatakiwa kufa pale wanapokuwa hatari kwenye kusudi la Mungu, lakini sio mpaka wewe uombe, sio mpaka wewe useme, wataanguka na watateketea, kwa sababu tu kusudi la Mungu siku zote sio la kuingiliwa. Sasa kama unafuatilia somo hili vizuri, ninajua kuna mambo kadhaa unaweza kawa umejiuliza kwamba mbona Mungu anakataa udanganyifu na hapa kuna uongo unatumika hapa. Sasa kuna wakati mwingine tutafundisha hili somo. Nataka ni ujiulize swali moja. Kasheshe hizi na heka hizi ambazo wanazifanya Mordekai na Esther, walikuwa na ndoto ya kutimiza kitu gani? Walikuwa wanatafuta nini? Na kwa nini wayafanye yote haya hata kuhatarisha maisha yao? Lengo lao lilikuwa ni nini katika ufalme? Nataka uelewe ya kwamba watu hawa walijulishwa na Mungu ya kwamba baada ya kuchukuliwa mateka, majibu yao yapo kwa ufalme, na huyu ufalme amebeba majibu ya watu wa Israeli, Wayahudi waliotekwa. Kwa hiyo waliofanikiwa kulijua hili alikuwa ni Mordekai pamoja na Esther. Ndio maana wanazipigania hizi ndoto. Sikiliza hapa, hawapiganii ndoto. Ukisikiza kule mwanzoni utanielewa. Hapa wapiganii ndoto tu za maisha yao. Hapa wanapigania ndoto za Wayahudi. Wanapigania historia ya Wayahudi. Kwa sababu historia ya Wayahudi imefungwa hapa na uchawi. Imefungwa na huyu mfalme. Inawezekana historia yako ikafungwa na uchawi. Sasa yule anayetakiwa kupiganiwa, kukaa karibu na mtu anayeweza kuokoa, adui naye pia amemfunga. Jua nikupe mfano moja. Unaweza ukaingia kwenye ndoa kwa furaha sana, alafu ukaingia kwa furaha sana, lakini ghafla siku ya pili unashangaa mtu anakuja, anagonga mlango, anakufahamu, na baada ya kutoka tu anasema huyu Chakudanga ameolewa, tunamjua. Na wewe hujawahi kufikiria unaweza kulisikia neno kama hilo. Na hilo neno wanaambiwa wale watu ambao wewe wamekuoa. Kama ni mwanamke umeolewa katika ile familia, alafu kuna mtu anaongea maneno, mambo ambayo hujawahi kuyafanya. Ni kwamba huyu tumpe muda tu, wameoa mtu mbaya, wameoa mtu hatari. Sasa binafsi wewe utajisikiaje? Hakika utajisikia vibaya sana. Sasa huu mfano, hiki ndicho kitu ambacho kiliwakuta Esther na Mordekai. Walipoitafuta ile nafasi, kuna watu wakaenda kuwapa taarifa, ingawa zilikuwa ni za ukweli, lakini hawakutakiwa kutoa taarifa ili kuwaharibia. Nataka nikwambie, katika maisha kama unakutana na wimbi la kuharibiwa, wanainuka watu wanakuharibia vitu, ukae ukijua ya kwamba ni vita vya baraka zinazozuiliwa kwenye malango. Sasa Wayahudi wapo katika ufalme ambao nyaraka zimekwisha kuandikwa, walaka zimekwisha kuandikwa ya kwamba wao hawatakiwi kuzimiliki nafasi fulani za kikazi, hawatakiwi kuzimiliki nafasi fulani za kiuchumi. Na hawa wana wa Israeli ambao ni Wayahudi, kuna kusudi la Mungu, na ile kusudi la Mungu lipo kwa yule mfalme ambaye katika malango wameketi watu ambao hawawezi wakaruhusu mfalme Wayahudi wakapata nafasi kwa mfalme. Sijui kama tunaenda vizuri. Naona unanisikiliza. Kama unafuatilia ujumbe kuanzia hapa sasa, nataka unisikilize vizuri sana. Tunasoma
katika kitabu cha Esta 3 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 2. Biblia inasema, baada ya hapo mfalme Ahasuero alimwongezea cheo Naaman bini Habedatha Mwagagi, akampandisha, akamweka juu ya kiti chake, juu ya maakida wote waliokuwepo pamoja naye. Biblia inasema katika mstari wa 2, nao watumishi wake wote wa mfalme walioketi malangoni pamoja wakainama na kumsujudia Haman, maana ndivyo ilivyoamuru mfalme kwa habari zake. Biblia inasema, bali Mordekai hakuinama wala kumsujudu. Mstari wa 3, basi watumishi wa mfalme walioketi malangoni pa mfalme wakamwambia Mordekai, mbona wewe wayarifu amri ya mfalme? Mstari wa 4, ikiwa walipozidi kusema naye kila siku asiwasikilize, wakamwarifu Haman ili kuona kama mambo yake Mordekai yatasimama, maana alikuwa amewaambia ya kuwa yeye ni Myahudi. Sasa tunaposoma habari hii hapo nyuma, tunaona ya kwamba Mordekai alikuwa akimhofia Esta, akamlinda kwa maombi, lakini shetani alichokifanya akageuza kibao, kwa sababu Mordekai ndiye alikuwa chanzo cha Esta kutimia ndoto ambazo alizibeba. Sasa shetani akageuza kibao kufanya vita na yule mtu ambaye sasa alimuingiza. Hebu tazama tangu kule ambako tumetoka, pale ambapo nimekufundisha mpaka hapa, uone ndoto hizi ambazo amezibeba Mordekai na Esta, jinsi zinavyopitia upinzani mkubwa ili zipate kibali kwa mfalme. Ikawa sio rahisi ndoto hizi zinaweza kumkaribia mfalme, wala zinaweza kumfikia mfalme. Ndoto hizi zinataka kufia tena malangoni. Ingawa Esta mara ya kwanza waliinuka maadui ambao walitaka kumwangusha malangoni, walikufa, lakini sasa anainuka adui mkubwa kuliko mwingine, kwa sababu siku zote kawaida shetani akiona umemshinda huwa anakuinulia mtu mwenye nguvu kuliko nguvu zako. Ndio maana unaona Haman anapandishwa cheo, lakini lilikuwa ni lengo la shetani kwenda kupambana na ndoto ambazo amezibeba Esta na ndoto ambazo amezibeba Mordekai, ambazo zinatakiwa kufika kwa mfalme. Swali ambalo unatakiwa kujiuliza, hawa wafanyakazi walikuwa kimsumbua Mordekai, walikuwa kimsumbua Mordekai kila wakati, mbona hausujudu? Unaweza kuona ya kwamba ni kana kwamba walikuwa wanamuuliza kwa habari ya ile sheria, lakini hawa wafanyakazi ambao walikuwa wanafanya kazi katika lango la mfalme wakiwepo pamoja na Mordekai, wafanyakazi hawa walikuwa wana hasira na Mordekai, walikuwa wana kisasi na Mordekai. Na baadhi ya maswali ambayo Mordekai alikuwa akiulizwa na wale wafanyakazi wa mlangoni alikuwa akiyajibu vizuri tu, na hajawahi kugombana nao, na wao hawajawahi kuonyesha ya kwamba Mordekai ni adui yao, wakawa wanajibizana vizuri. Lakini nataka nikwambie kwamba watu hawa hawakuwa wazuri kwa Mordekai hata kidogo. Na ndivyo ilivyo hata maofisini. Kuna wale watu ambao unashinda nao, unazungumza nao, unasema nao kila wakati, unawasirikisha mambo yao. Ni watu wabaya, lakini hutaweza kujua ubaya wao leo. Watu hawa unaowaona wamesimama hapa kwenye lango, hawa watu walikuwa wanaelewa nguvu ya Mordekai katika kupambana naye. Sasa walichokifanya, wakaona nafasi zao haziwaruhusu kufanya vita na Mordekai. Angalia kitu ambacho walikifanya. Walisubiri mtu mwingine ainuliwe ambaye mwenye nguvu kuliko wao. Huyo atakapofanya vita na Mordekai, na wao wataweza kuungana naye huyo mtu. Sasa sikiliza yale maneno mazuri yale ambayo Mordekai aliyasema katika mstari wa 3, na ndivyo hawa watu wakaweka kiapo katika yale maneno ya Mordekai. Biblia inasema ya kwamba basi watumishi wa mfalme walioketi malangoni pa mfalme wakamwambia Mordekai, mbona wewe wayarifu amri ya mfalme? Mstari wa 4, ikiwa waliposema naye kila siku asiwasikilize, wakamwarifu Naaman ili kuona ya kwamba mambo ya Mordekai kama yatasimama. Sasa mimi nataka nikueleze kitu kimoja hapa. Nimesema waraka umekwisha kuandikwa, nyaraka zimekwisha kuandikwa kuhakikisha kwamba mambo yako tuone kama yatasimama.
Unaona kuna watu wapo kwenye lango la kifalme hapa ambao kazi yao ni kuhakikisha kwamba ndoto za Mordekai, ndoto za Esther, kuona kwamba kama yatasimama. Kumbe kuna mambo ndani ya Esther, kuna mambo ndani ya Mordekai. Hawa watu wanaoketi hapa langoni hawakuambiwa kuhusiana na hayo mambo alionayo Mordekai, lakini hawa watu walifanikiwa kujua kuna mambo anayo Mordekai na hayo mambo yanatakiwa kusimama katika ufalme huu. Sasa wakaweka kiapo, wakasema na tuone kama mambo yake yatasimama. Nisikilize vizuri sana mpendwa. Nataka nikwambie kwamba Mordekai aliulizwa maswali ambayo hata wewe siku ya leo unaweza kuulizwa na ndugu zako. Mbona ufagili makaburi? Mbona hausiki kwenye sherehe zile za mila? Wewe utajibu kama jinsi Mordekai alivyojibu ya kwamba jamani, mimi siku hizi nimeokoka. Watakutengenezea mashtaka kwenye jambo hilo, watakuinulia mashtaka kwa jambo hilo, lakini ukae kijua ya kwamba hawatakuinulia mashtaka kwa jambo hilo, bali kwa sababu wanataka kuzuia mambo yako ya wokovu yasija yakasimama. Sasa kumbe hawa watu walikuwa ni wafanyakazi pamoja na Mordekai, lakini siku zote walikuwa wakitafuta sababu, na ile siku wakapata sababu ya kuto kumsujudia Haman. Na kwa sababu tu hakumsujudia Haman, basi wakasema tayari tumembamba. Kama tulikuwa tunatafuta sababu, basi leo hii tumemkamata. Sasa mambo ambayo unatakiwa kujiuliza mpendwa, kwa nini jambo hili liwe leo? Kwa nini hawakumpiga vita wakati mwingine? Nataka nikujulishe ya kwamba sio kila adui anakupiga vita pale anapokuona. Kila adui, kuna adui mwingine ana wakati ambao anausubiri kwenye maisha yako wa kupiga vita, na si wakati adui anaweza kupiga vita, bali kuna maadui wengine wanakusubiri, wana nyakati zao na saa zao na majira zao za kupiga vita. Ni mfano hawa maadui waliokuwepo katika mlango wa mfalme. Sasa katika somo hili kuna kipengele ambacho nimezungumzia kwa habari ya baraka zinazozuiliwa malangoni. Sikiliza, hawa watu walioketi katika mlango, ukisoma huo mstari wa 4, unaona kuna neno wanasema kabisa hapo kwamba tuone kama mambo yake Mordekai yatasimama. Hawa jamaa ndio walifanikiwa kugundua siri iliyojificha ndani ya moyo wa Mordekai. Walitambua kugundua siri iliyojificha ndani ya moyo wa Esther. Na pia walifanikiwa kugundua ya kwamba Esther na Mordekai wamebeba jambo la kimungu, na hilo jambo la kimungu inabidi limfikie mfalme. Sasa kwa kuwa wote ni wafanyakazi, Mordekai hakujua wala kugundua ya kwamba wale wenzake wameshamshtukia, lakini wanazungumza naye lugha nyingine. Wakaweka kiapo juu yake, na tuone kama mambo yake yatasimama. Baraka zinazozuiliwa mlangoni. Mara nyingi watu wengi baraka zao zinazuiliwa katika malango na hawajui. Kwa nini wale watu wanasema ya kwamba tuone kama mambo yake yatasimama? Kifupi ni kwamba wanataka wahakikishe mambo hayo yanayotakiwa kusimama kwenye ufalme yanaishiria pale mlangoni. Nataka nikwambie, kuna baadhi ya watu kila unapojaribu kufanya kitu kizuri, wao tu wakiona wanahakikisha kinaishia kwenye mikono yao, wala kiwezi kufika mahali popote. Ndio maana unaweza kuona hawa maadui waliosimama katika mlango wanahakikisha baraka alizozibeba Esther na Mordekai hazipenyi katika huu mlango na zipiti katika huu mlango. Sasa kasheshe ikaanza hili kuua maono aliyobeba Esther, Mordekai na maono ya Mungu. Ni kwamba mbinu zikaanza sasa kuhakikisha kwamba haya maono yanakufa na hizi ndoto zinakufa na azimfikii mfalme. Sasa wakampelekea mtu ambaye anaweza akafanya vita, ambaye ni nani? Ni Haman. Ukisoma maandiko matakatifu Esther 3 mstari wa 5, Biblia inasema kwamba hata Haman alipoona ya kwamba Mordekai hainami wala kusujudu, akagazibika sana. Sasa ninaomba ulielewe ili neno linaloitwa kugazibika sana. Akagazibika sana. Umewahi kujiuliza ya kwamba kwa nini mtu ili afanye ubaya ni lazima akasirike sana? Tunamkumbuka mtu mmoja katika Biblia anaitwa Kain. Naye pia alikuwa na ghadhabu.
alafu kisha ile ghadhabu ikapitisha jambo baya. Naomba nikukumbushe mpendwa, hasira ni mlango wa mauti. Hasira ni mlango wa mauti. Na kama unaikaribisha hasira, wewe upo karibu sana na kuua ama kuchukua maamuzi yatakayomchukiza Mungu. Nataka nikwambie, iepuke sana hasira. Usiruhusu hasira katika maisha yako. Usiruhusu. Hata kama ilikusaidia, kuna mahali inaweza kukufanyisha kitu kingine tofauti kabisa. Sasa huyu Haman alipotaka kutekeleza misheni yake, mlango wa kwanza kuufungua kwenye maisha yake ili atekeleze, Biblia inasema kwamba alikasirika sana. Sasa baada ya kukasirika, ukisoma mstari wa 6, Biblia inasema kwamba akaona Sishan kumtia mkononi Mordekai peke yake, maana walimjulisha kabila yake Mordekai. Kwa hiyo Haman alitaka kuwaangamiza Wayahudi wote waliokuwa wakikaa katika ufalme wote wa Ahasuero, yani watu wake wote Mordekai. Sasa mara ya kwanza wakati na kufundisha somo hili, nilisema kwa nini adui anakuandikia waraka? Kwa nini adui anakuandikia waraka? Nikasema au kwa nini adui anakuandikia nyaraka? Ni kwamba kuna nafasi ameiona katika maisha yako. Hawa watu wanazungumzia kwa bali ya mambo yanayotakiwa kusimama kwa mfalme. Maana yake kuna nafasi wanaziona. Alafu watu hawa wasipofanya umbea, wasipofanya uchawa, hawawezi kusimama katika nafasi hizo. Hawa watu ili wasimame katika nafasi hizo, nazungumzia hawa watu wanaofanya huu mjadala, lazima waharibu watu wengine. Sikiza nikwambie, kuna watu ili wapate nafasi ya kusimama katika nafasi zao, ni lazima watu wengine wao wanalia, lazima watu wengine maisha yao yanateseka. Sasa unaona hapa kuna mpango wa kutaka kuangamiza Wayahudi ili kuzilinda nafasi zao hawa watu. Sasa jiulize kitu kimoja, ni kwamba kiapo walichokiweka tutaona kama mambo yake yatasimama. Jambo la pili, kosa ambalo amelifanya Mordekai halifanani na hukumu inayotolewa kwa Wayahudi. Ukiendelea kusoma kuanzia mstari wa 6 mpaka mstari wa 15, swali ambalo unatakiwa kujiuliza, kisa kinachofanyika hapa kinafanana na hukumu ambayo anaitoa Haman. Kwa nini Wayahudi? Kwa nini asihukumiwe Mordekai peke yake? Kwa nini hukumu iende kwa Wayahudi wote? Sikiza nikwambie, maadui wenye vita na wewe, au watu wanaokuchukia wewe, au wachawi wanaokutafuta wewe, usijidanganye ya kwamba wanakuchukia wewe na wanapenda kizazi chako. Ngoja nikwambie, sifa ya shetani siku zote, kama anakutafuta wewe, huwa kile anachofikiria kukifanya kwako, anafikiria kukifanya pia na kwa watoto wako na kwa uzao wako wote. Uharibifu ambao adui anaufanya kwenye maisha yako, ndio maana kuna roho za kurisi, kuna magonjwa ya kurisi, kuna matatizo ya kurisi. Kwa sababu gani? Adui aliinuka mfano wa Haman. Ni kwamba yeye hakumhukumu tu aliyekosea, bali yeye alihukumu mpaka vizazi vya aliyekosea. Ukiona mtu anakuchukia wewe, ukiona mtu ana mpango kukua wewe, usimruhusu hata kutengeneza urafiki na watoto wako ama mke wako, kwa sababu kila kitu kinachoitwa kwa jina lako lazima amekiweka kwenye target ya kuangamizwa. Anakichukia. Hakuna kitu anachokipenda katika maisha yako. Asikudanganye mtu, mimi nilikuwa na uadui na mama yako, nilikuwa na uadui na baba yako, lakini mimi na wewe ni mabesti. Tafadhali ninakuomba, chukua hatua haraka sana. Wachawi hawajawahi kutengeneza urafiki na mtu hata siku moja. Kila kitu wanakifanya kwa faida. Kama umejifunza somo mpaka kufika mahali hapa, kabla sijamalizia kipengele cha mwisho, ninaomba utamke maneno haya. Tamka: Bwana Yesu, mtu yoyote anayefanya vita na maisha yangu, mtu yoyote anayefanya vita na nyumba yangu, mtu yoyote anayefanya vita na mambo yangu, mtu yoyote anayesema mambo yangu hayatasimama, kwa jina la Yesu, ya kwake hayatasimama, ya kwangu yatasimama. Kila laana inayoinuka kwenye mambo yangu, na kila uchawi unaoinuka kwenye mambo yangu, na kila waraka zinazoandikwa kwenye mambo yangu, na kila nyaraka zinazoandikwa kwenye mambo yangu, ya kwamba mambo yangu hayatasimama, kwa jina la Yesu ninatamka yatasimama.
ninaamini atasimama. Hebu tuendelee kusikiliza somo hili, tukisoma kwa habari ya mtu mmoja anaitwa Yusufu katika kitabu cha Mwanzo 37 mstari wa 5 mpaka 20. Sitasoma mali hapo, ila unaweza kuyapitia maandiko haya. Ngoja nikwambie jambo. Huyu ndugu alipewa maono na Mungu, na haya maono ili yaweze kutimia, kuna mtu yalikuwa yanamhitaji. Maono ya Yusufu ili waweze kutimia yalikuwa yanamhitaji mfalme. Sikiliza, Mungu akikupa ndoto au akikupa maono, kuna watu ambao wanatakiwa kutimiza yale maono uliyoyabeba, wanatakiwa kutimiza zile ndoto ulizozibeba. Wewe ni mwotaji ama wewe umepewa ndoto, lakini kuna watu wamewekwa na Mungu katika maisha yako kuhakikisha kwamba yale maono na ndoto zinatimia. Sasa ukisoma ili andiko katika mstari wa 20, ndugu zake Yusufu walimfanyia ubaya ndugu yao Yusufu, na katika ule ubaya ambao walimfanyia Yusufu, nataka ujifunze neno ambalo walilitamka wale ndugu juu ya Yusufu. Walisema hivi, na tuone kama ndoto zake zitasimama. Sasa rudi uko nyuma, nenda kwa Mordekai, uone ya kwamba nao wanasema tuone kama mambo ya Esther na Mordekai yatasimama, yataishia mlangoni. Wanataka yaishie mlangoni, wanataka historia zao ziishie mlangoni, zisipenye, zisiende kule ndani kwa mfalme. Unaona, ndoto za Yusufu zilitakiwa kuishia kwa ndugu zake, na unaona ndoto za Mordekai zinatakiwa kuishia hapa mlangoni. Ndio maana ndoto za Yusufu zilijaribu kuzimwa kwa namna nyingi: kuuzwa utumwani ili asimfikie ufalme, kutupwa mashimoni, kukaa gerezani, kusingiziwa kesi. Ili haya yote ni njama ambazo shetani alikuwa anazifanya kuhakikisha ndoto hizi ambazo Mungu ameziweka ndani ya Yusufu ili zipate kutimia, zisiweze kutimia wala zisiweze kufika mahali popote. Ikiwa Mungu alimpa ndoto Mordekai, na ikiwa Mungu alimpa ndoto Esther, na ikiwa Mungu alimpa ndoto Yusufu, alafu ndoto hizi ili ziweze kutimia zilikuwa zinamhitaji mfalme wa Misri aweze kutimiza ndoto za Yusufu, na ndoto za Mordekai na Esther ili ziweze kutimia zilikuwa zinamhitaji mfalme Ahasuero. Sasa naomba nikuulize kitu kimoja. Kuna ndoto Mungu amekupa, unajua ni nani anayetakiwa kuwa sehemu ya kutimiza hizo ndoto? Unafahamu? Na vikwazo unavyopitia malangoni wakati unaelekea kwenye kutimiza hizo ndoto, unajua ya kwamba unatakiwa kuvishinda kama jinsi walivyokuwa kivishinda hawa ndugu. Angalia vikwazo walivyovipata hapa. Sikiza nikwambie, maandiko yanasema katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza mstari wa 16. Samahani kidogo, Wakorintho wa kwanza sura ya 16 mstari wa 9. Biblia inasema ya kwamba kwa maana nimeufungulia mlango mkubwa ukufao sana, na wako wengi wanipingao. Sikiliza mpendwa, kuna ndoto Mungu ameziweka ndani ya Mordekai. Kuna ndoto Mungu ameziweka kwenye maisha ya Esther. Biblia inasema kwamba nimekufungulia mlango lakini wapo wengi wapingao. Kulikuwa kuna watu katika mlango wa mfalme, kulikuwa kina Haman, kulikuwa kuna watu walikuwa kifanya kazi na Mordekai ambao walikuwa kimtaka Mordekai aseme ukweli wa mharibie mambo yake. Sikiliza, wapo watu leo maofisini ambao unazungumza nao vizuri, lakini hujui kwamba hao watu wapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanazuia mambo yako yasifanikiwe. Sikiliza nikwambie, wakati mwingine sio tabu sana kuposti picha zako mitandaoni ya kwamba unaenda kuingia kwenye ndoa. Ni wakati huu ni wakati wa furaha sana. Wakati wa kufunga ndoa ni wakati wa furaha sana, wakati wa kuvishana pete, wakati ndugu wamekusanyika wanafurahia ndoa, ni wakati wa furaha sana. Ngoja nikwambie jambo moja ambalo unatakiwa kuelewa. Ndoa yako itasimama, pete itasimama, na ndugu zako watakutambua, ila usichokijua mambo uliyoyabeba ndani ya moyo wako, sidhani kama yatasimama ndani ya hiyo ndoa yako. Hapo ndipo mahali ambapo adui alipoweka maadui kwenye malango. Katika lango la ufahamu wa mume wako au lango la ufahamu wa mke wako, kuna marafiki ambao watakaosababisha amsikilizani.
katika malango, kuna akina nani katika malango wanaosababisha mambo yanayoendelea katika nyumba yenu ayasimame, mambo yanayoendelea katika biashara yako ayasimame. Kuna watu kwenye malango ya ufahamu, kuna washauri, kuna mashemeji muda wote. Kuna watu wengine unaweza kaingia katika familia zao. Mfano haya mambo wanakutana naye sana wanawake, ni kwamba mwanamke ghafla tu unaolewa alafu unachukiwa. Wanasema yule anajifanya namteka mtoto wetu, yule anajifanya siku hizi mtoto wetu anamfanya hatusikilizi sisi, hatuelewi sisi. Sasa tuone kama mambo yake alionayo yatasimama katika familia hii. Hayo mambo ni kwa sababu gani? Adui anazuia maono uliyoyabeba yasimfikie ufalme, ili ndoto zako ziweze kutimia. Katika malango kuna waraka zimewekwa kwamba mtu huyu hatakiwi kusikilizwa, mtu huyu hatakiwi kupendwa, mtu huyu hatakiwi kupata nafasi. Sasa kazi ya waraka au nyaraka za kichawi au waraka wa mabaya na watu wanaosimama kwenye malango, kazi yao ni kuua maono na kukutoa kwenye ndoto za ukuu au mambo makuu aliyokuumbia Mungu. Sasa wakati huu unafundisha somo hili, na kama umefikia mahali hapa pia, kuna swali ambalo nataka ujiulize wewe ambao unasikiliza somo hili. Umezira mambo mangapi tangu uanze kuingia kwenye wokovu? Mambo mangapi umeyaacha? Umeacha kazi ngapi kwa sababu unaumizwa? Vingapi umeviacha? Je, ni halali wewe kuzila? Ni halali wewe kuviacha hivyo vitu ambavyo umeviacha? Ulitakiwa usimame upambane, kwa sababu tunaona mfano hawa kina Esther na Mordekai hawakuweza kuzila wala hawakuweza kuacha chochote ambacho walichokutana nacho, ilikuwa ni halali yao. Ndio maana maandiko matakatifu yanasema ni furaha tupu mnapoingia katika majaribu. Ni kwamba majaribu yamebeba ufunuo wa Mungu kwa ukaribu zaidi, wala Mungu hayuko mbali. Wengi wanaamini kwamba wanapopitia changamoto Mungu amewacha, lakini nataka nikuambie jaribu limekusogeza karibu sana na Mungu. Sasa ikiwa Esther na Mordekai wanahangaikia kuhakikisha kwamba ndoto zao zinasimama kwa mfalme, na Mungu amewajulisha kwamba ndoto zao ili ziweze kutimia inabidi wapate kibali kwa mfalme. Sikiliza kitu kilichotokea hapa mlangoni ili kupinga ndoto zao na ili kuzuia ndoto zao. Na hapo utaendelea kusoma katika mstari wa 3, Esther 3 mstari wa 8 mpaka 12. Jambo ambalo walikutana nalo, namba 1, wakazushiwa kesi ni taifa lilotawanyika. Namba 2, sheria zao zimefarakana na sheria zetu. Namba 3, hawajawahi kuwa watii wala watu wenye wala watu wenye amani, ni watu hatari. Namba 4, hawawezi kushika amri zetu. Sasa hebu tafakari, wewe unaziendea ndoto zako ukiamini kwamba huko mbele kuna mwanga, alafu unakutana na mashtaka kama haya. Umekimbia mangapi katika maisha yako ulipokutana mambo kama hayo? Ulipozushiwa mambo, uliamini pana njia hapo? Uliamini hapo kuna kuvuka hapo? Si uliamini huo ndio mwisho wako? Sasa nataka uone watu wanaomjua Mungu kama Esther na Mordekai, ni kwamba walipoyaona haya walikuwa hawajajifunza kutambua nguvu ya matatizo, ila walikuwa wamefunzwa kutambua nguvu ya Mungu katikati ya matatizo. Kitu ambacho natakiwa ujifunze na kitu ambacho nataka ukielewe, ya kwamba hawa watu waliyafanya haya yote kwa sababu waliona kuna mambo ndani ya Mordekai, mambo ndani ya Naaman yanatakiwa kusimama kwa mfalme. Sasa kitu ambacho nataka nikueleze katika somo hili, kama unamwamini Mungu, kama Mungu amekusemesha kuhusiana na kuna vitu ameweka katika maisha yako, nataka ulishike sana ile andiko la kitabu hicho cha Wakorintho wa kwanza 16, sura 16 mstari wa 9. Ni kwamba nimekufungulia mlango, lakini wapo wengi wa kupingao, wako wengi wanipingao. Mpendwa, Mungu akikuita kukutana na neno stop, usishangae. Kutana na neno hauvuki, kutana na neno hautafanikiwa. Na ndipo nyaraka zinapoanza kuandikwa kuzimu, ni kwamba tutahakikisha anashindwa. Ndio maana mtumishi wa Mungu anapoinuliwa tu, anapopakwa mafuta tu, si ajabu anaweza kuanza kukutana na uzinzi, anaweza kukutana na roho chafu, anaweza kukutana na watu wanamharibia maisha, ndoa inageuka. Ni nyaraka zilizoandikwa, waraka zinatumwa kutoka kuzimu. Hakikisheni afanikiwi, hakikisheni avuke. Mtoto wako tu anapojulikana kuwa ana akili nyingi shuleni, ghafla nyaraka zinaanza kuandikwa, atakuwa mpumbavu.
mpumbavu, atakuwa mtoto wa kuzurula, hatajulikana, hatapenda kusoma. Kwa hiyo kuna nyaraka zinaanza kuandikwa, nyaraka zinaandikwa na kuwekwa saini za damu kuhakikisha kwamba kwa habari ya mtu huyu hatakiwi kufanikiwa. Hicho kitu ambacho unakifanya sasa hivi, kuna nyaraka zinaandikwa kwamba kabla mtu huyu hajafanikiwa awe mgonjwa, kabla mtu huyu hajafanikiwa apitie tabu ama ndoa yake ife. Kwa hiyo nyaraka zinaendelea kuandikwa kwa sababu ya mambo mazuri ambayo Mungu ameyaweka juu yako. Ndio maana Biblia inasema kwamba nimekufungulia mlango wa kufaa sana, lakini wengi wapo watakaopinga. Nyaraka zikaandikwa hapa katika kitabu kile cha Esta 3 mstari wa 8 mpaka 12 na kuendelea. Hamani akaandika mambo mabaya, akasingizia vitu vigumu na vibaya kuhakikisha ndoto za Mordekai na Esta na Wayahudi hazisimami wala hazitimii katika ufalme. Nataka nikwambie, ndoto zako nyingi zimeishia njiani kwa sababu kuna watu walizigundua na kuna watu waliziona, wakaandika nyaraka, wakaweka waraka ya kwamba mtu huyu kabla ndoto hizi hazijatimia atapata ukimwi, atapata magonjwa, atapata saratani. Mimi nataka nikwambie, unapigwa kwa sababu ya maono ambayo Mungu amekuwekea ndani yako. Haujui jinsi ya kuyatimiza, unaenda pasipo nguvu za Mungu. Ndio maana kuna watu wanakufa kabla wakati wao. Pambana na maadui wanaoketi kwenye malango ya baraka zako. Maadui wanaoketi kwenye malango ya baraka zako. Katika ndoa yako wameketi ya kina nani? Kuna mashemeji, ofisini wameketi wambea, machawa, wapo karibu na bosi. Ndio hayo waliokutana naye Mordekai katika malango yao ili wapate kumfikia mfalme. Kuna machawa waliketi ambao walihakikisha ndoto za Mordekai kamwe hazitaweza kutimia wala hazitaweza kufika mahali popote. Kila ndoto unazoziota na kila maono unayaona, Mungu amekuwekea mfalme atakayetimiza hizo ndoto. Mungu amekuwekea mtu atakayekufikisha mahali ambapo unatakiwa kufika. Ngoja nikupe ushuhuda mmoja alafu kisha tuingie kwenye maombi. Nilikutana na mtu mmoja ambaye alikuwa ametokea Mwanza. Ni mwanamke ambaye alikuwa ametokea katika familia fulani. Yule binti alikuwa na akili nyingi sana. Yule binti alikuwa akisoma shule, alipomaliza shule akataka kwenda kusomea kozi ya jeshi. Mambo ya jeshi. Alipotaka kwenda kusomea jeshi, akajaza fomu akafanikiwa. Lakini ghafla wazazi wake wakashindwa kumsomesha, mambo yao yakawa magumu sana. Hawakuelewa kwa nini. Lakini binti ya kukata tamaa, akatafuta mfadhili, akapatikana mfadhili. Mfadhili akasema nitakusomesha, na yule mtu alikuwa na pesa. Hiki ndicho ninachokifundisha hapa, ni kwamba pale unapoanguka Mungu ameweka watu wa kukuinua. Lakini sasa je, una Mungu, una nguvu za Mungu, unamjua Mungu? Na huyu binti alikuwa ameokoka. Lakini baada yule bosi kupata moyo wa kumfadhili yule binti, kilichomkuta na kilichomtokea yule bosi ni kwamba ghafla alipata ugonjwa, na yule ugonjwa akapelekwa Muhimbili Dar es Salaam, ikashindikana, ikabidi apelekwe India. Na alipopelekwa India, zikawa safari India kurudi, mwisho wa siku akajikuta amefilisika, hana kitu. Binti anakuja kumpigia simu yule mzee akasema, mwanangu, hakika nashindwa kuelewa, natamani kukusaidia, lakini sasa mimi nipo kitandani na sijui nifanyeje. Kwa hiyo sijui jinsi ya kusaidia na siwezi kukusaidia, lakini nina moyo wa kukusaidia, natamani kukusaidia. Kilichonikuta sielewi ni kitu gani, ni kwa nini. Kumbe binti yule ambaye aliweza kuomba msaada kwa yule baba, alikuwa hajui maadui alionao wanaweza kuangamiza baraka za yule mzee. Sasa kilichotokea, yule binti akasafiri akafika huku, kwa sababu aliacha mpaka kuswali, akaanza kujiingiza kwenye masuala bongo flavor. Mimi alipofika nikamuombea, nilipomwombea kaibuka mapepo, yakaanza kutoa habari ambazo hata binti mwenyewe hazijui. Wakauliza swali, wakasema hebu, kwa sababu tulikuwa na ndugu zake, wakawauliza ndugu zake, mnakumbuka huyu wazazi wake siku anamaliza shule wazazi wake waligombana na wakashindwa kuelewana, wakatengana kabisa na wakagana mali? Wakasema ndio. Basi wakasema tulikuwa tunazuia huyu asisomeshwe. Kwa hiyo walifugana zile mali, ikashindikana huyu kusomeshwa. Wakazungumza kitu cha pili, mnakumbuka huyu mtu alimpata mtu mmoja ili amsaidie, kusema huyo mtu yuko wapi? Ulizeni yuko wapi? Kuna ugonjwa ameupata. Mtu huyu anaumwa saratani.
akasema baada ya sisi kugundua huyu mtu anataka kumsaidia huyu, tukamwekea saratani. Kwa hiyo hizi nini? Ni nyaraka ambazo zilikwisha kuandikwa, waraka ambazo zimeandikwa ya kwamba kwa bali ya binti huyu atakiwa kufanikiwa, au mtu yoyote atakayeinuka kumsaidia naye atapigwa. Kwa hiyo mara nyingi nataka nikwambie, baraka za watu zinazuiliwa malangoni, na ndio kitu ambacho unakiona kwa Mordekai, na ndio kitu ambacho unakiona kwa Esther, ni kwamba ndoto zao zinapoelekea kwenye kutimia, kuna watu kwanza wakainuka kupinga na kuzuia kuhakikisha kwamba wafanikiwe. Na kitu hicho unakiona kwa Yusufu, ni kwamba anapoanza safari ya kwenda kutimiza ndoto zake, kuna watu wakainuka kupinga. Kwa mpendwa, kila vita unayopitia katika maisha yako, kitu ambacho nataka ujifunze na ujiulize kwamba hawa maadui wameweka kiapo juu ya nini? Kwa sababu kuna watu ambao tunakutana nao, tunawaombea, tunakuta kuna kiapo kimewekwa juu yao. Mtu huyu hatakiwi kuolewa, mtu huyu hatakiwi kupendwa, mtu huyu anatakiwa kuwa fukara, mtu huyu hatakiwi hata kuoga maji, mtu huyu hatakiwi hata kupiga mswaki, mtu huyu anatakiwa kuishia kuwa na nguo mbili tu, mtu huyu hatakiwi kusaidiwa mahali popote. Hizo ni waraka ambazo zimekwisha kuandikwa, na hizo ni nyaraka ambazo zimekwisha kuandikwa. Na kazi ya waraka au nyaraka, moja ya vitu ambazo zinafanya ni kwamba ukipata fursa, kuna wakati ambao unakaribia kabisa kupata fursa, lakini kitendo cha kupata fursa unaona kabisa unakwenda kuelekea, lakini kwa kuwa nyaraka zilikwisha kuandikwa, waraka ulikwisha kuandikwa, na maadui wameketi malangoni mwako, wanafuta ile fursa dakika mbili. Ndio maana unaweza ukakiendea kitu kizuri, ghafla kikapotea kwa sababu ya nyaraka zilizokwisha kuandikwa, kwa sababu walipima nyota yako, wakagundua maono yako, wakagundua uwezo ulioubeba, wakagundua wewe ni mfalme na wao ni maskini. Walichokifanya, wakaamua kubadili na kukuandikia waraka za matatizo, ya kwamba mtu huyu atakuwa na matatizo ya miguu, atakuwa na matatizo ya mikono, atakuwa na matatizo ya kifua, atasumbuliwa na kichwa wakati usiku na mchana. Kwa maisha yako sasa unaziishi nyaraka za maadui, unaziishi nyaraka za maadui, na si kwamba unaishi yale ambayo Mungu alikuandikia, bali unaishi yale ambayo adui zako wamekuandikia. Na hawaachi kuandika kwa njia za damu, wanaendelea kuandika nyaraka chafu, huku wakiendelea kumwaga damu, na huku wakiendelea kutoa makafara kuhakikisha maisha yako yanaharibiwa. Chukua uamuzi ili ndoto zako ziweze kutimia. Mtumikie Yesu. Okoka. Usitake maombi ya kupakwa mafuta. Okoka, mtumikie Mungu. Somo la pili, nataka nikuletee hatua ambazo walizichukua baada ya kuonekana nyaraka za mabaya zimekwisha kuinuliwa. Sasa nataka nikufundishe hatua za maombi ambayo unatakiwa kuyaomba katika nyakati ngumu. Ni hatua zipi ambazo unatakiwa kuchukua? Yesu alisema mambo mengine hayawezekani bila kufunga na kuomba. Nataka nikufundishe hatua ngumu zinazoweza kufungua malango yako ambazo zimefungwa. Ni kwamba na wewe, kwa kuwa umetamkiwa magumu, lazima uchukue hatua ngumu. Usizoelee maombi, usipende kuomba vile vile. Chukua hatua mpya itakayobadilisha maisha yako. Amen. Naomba nikuingize kwenye maombi. Sema: Bwana Yesu, asante kwa ajili ya somo hili, somo la waraka. Asante kwa ajili ya somo hili. Nimesikia neno hili, nimetambua ya kwamba kuna nyaraka zimeandikwa katika ulimwengu wa roho, na hizo nyaraka inawezekana ni nyaraka, waraka wa mabaya. Kuna maadui wameketi katika malango yangu. Inawezekana mimi mwenyewe nimeitenga na uso wako, nimeitenga na nguvu zako, nimetengwa na uso wako, nimetengwa na baraka zako. Ninaomba toba, ninaomba rehema kwa jina la Yesu. Nisamehewe dhambi zangu, makosa yangu yote, yale ambayo ninayajua, hata yale nisiyojua. Ninaomba toba, ninaomba rehema katika jina la Yesu. Natubia familia yangu, kizazi changu. Nilizaliwa katika dhambi, katika uovu, katika dhambi za kulisi. Nimekuja kwako Bwana Yesu. Wewe ni Bwana na Mwokozi, umeokoa wengi. Naomba nami uniokoe katika dhambi, katika uovu, katika nyaraka za shetani. Nami uniokoe katika nyaraka za kuzimu, katika nyaraka za mabaya. Nami uniokoe na kunitenganisha na kila waraka zilizoandikwa juu ya maisha yangu.
katika jina la Yesu. Inawezekana kuna waraka umeandikwa katika nafsi, waraka zimeandikwa katika roho, zimeandikwa katika familia, ya kwamba kwa habari ya watoto wangu hawataki kufanikiwa, kwa habari ya familia hawataki kufika mahali popote. Yesu mwana wa Mungu, kila waraka walioandika juu ya maisha yangu, ninaita jina lako na kusihi Bwana, uniokoe na kunitenganisha na waraka za kipepo katika roho na katika mwili, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Naita rehema zako Bwana, uniokoe na kunitenganisha na kila waraka zilizoandikwa na adui katika nafsi na katika roho. Bwana Yesu, nisaidie, nitenganishe na waraka za kuzimu, waraka za mateso, waraka za kifo, waraka za uharibifu ambazo adui ameziandika katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili, katika jina la Yesu. Inawezekana kuna waraka za kifo na kuna nyaraka za kifo zimeandikwa katika nafsi yangu na zimeandikwa katika roho yangu. Bwana Yesu, naomba rehemu, unisafishe kwa neno lako katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Kila nyaraka zilizoandikwa katika nafsi yangu na kila nyaraka zilizoandikwa katika roho yangu, katika jina la Yesu, na kila nyaraka za magonjwa, nyaraka za matatizo, nyaraka za umaskini, na tubu na kuomba katika jina la Yesu. Bwana Yesu, naomba kutengwa na waraka za kuzimu, kutengwa na nyaraka za kuzimu zilizoandikwa juu ya nafsi yangu, juu ya roho yangu, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Zile nyaraka za magonjwa naomba kutengwa nazo, nyaraka za kuzimu, nyaraka za giza, nyaraka za kifo, nyaraka za uharibifu, katika jina la Yesu Kristo lenye uhai. Inawezekana katika familia yetu tunatawaliwa na waraka wa kipepo, waraka wa kichawi. Wamesoma nyaraka zao, wameandika katika vitabu vya kuzimu ya kwamba hatutafanikiwa, hatutafika mahali popote, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakupokea wewe, nikiamini ya kwamba wewe unaweza kuvusha ndoto zangu, unaweza kunivusha katika jina la Yesu. Maono ambayo umeweka ndani yangu, katika jina la Yesu. Hawa maadui ambao wameketi katika lango langu, katika lango la kumwendea mfalme, katika lango la kufikia mfalme, ili niweze kuona baraka zangu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, naomba futa kila waraka ulioandika mabaya na kila maadui walioketi katika mlango, maadui ambao wanaandika nyaraka za kuzimu, wanaandika nyaraka za magonjwa, nyaraka chafu, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Naomba kutengwa na hao maadui katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Bwana nisaidie, Bwana niongoze, nitie nguvu, niimarishe katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, maadui ambao wameketi katika lango, naomba leo waondolewe katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Naomba tuombe pamoja katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu, Mungu mtakatifu, tuma malaika wako ili kuwapiga na kuwaondoa adui ambao wameketi katika malango yangu mazuri, malango ya baraka, malango ya utajiri, malango mema, malango makuu, katika jina la Yesu. Kila maadui ambao wameketi katika malango yangu ya baraka ili kunizuia nisifanikiwe, ili kunizuia nisifike pahali popote, ili kunizuia nisione baraka, kunizuia nisione ushindi, kunizuia nisione mema, katika jina la Yesu. Naita moto wa roho, moto unaoangamiza, moto unaopiga maadui, katika jina la Yesu. Maadui ambao wameketi katika malango wanasababisha uzinzi, wanasababisha roho chafu, mizimu, magonjwa, wachawi, Freemason, tunaharibu hizo roho na kuzivunja na kuzisambaratisha kwa neno la Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu, maadui walioketi katika mlango ili kuleta uharibifu, ili kuleta giza, ninakuinua mfalme wa haki, mfalme wa amani, katika jina la Yesu. Nataka kutengwa na hawa maadui katika roho na katika mwili, katika jina la Yesu. Waachie ndoto zangu, maisha yangu, uchumi na kila kitu. Lazima watoke maadui waliokaa katika lango la maisha yangu, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Ninakataa kumilikiwa na hawa maadui waliosimama katika malango ya baraka, waliosimama katika malango ya maisha yangu, katika malango ya familia, katika jina la Yesu. Naita moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Bwana, ukasambaratishe na kuharibu kila mamlaka iliyosimamishwa katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu Kristo lenye uhai. Bwana nakusihi, achilia moto, achilia moto, moto unaoharibu, moto unaovunja, moto unaopiga, moto unaoteketeza,
kila mamlaka za kuzimu zikapate kuharibiwa na kuwaka moto katika jina la Yesu. Kila waraka zinafutwa kwa damu ya Yesu. Futa waraka zote kwa damu ya mwana kondoo. Futa nyaraka za kuzimu, nyaraka za mizimu, nyaraka za wachawi zilizoandikwa magonjwa, zilizoandikwa matatizo. Futa kila nyaraka za kuzimu zote, na futa kwa jina la Yesu. Naunguza kwa moto wa Bwana, kwa neno la Bwana katika jina la Yesu. Nami navunja kila nyaraka za matatizo, nyaraka za misiba, nyaraka za giza, nami nafuta kwa jina la Yesu. Kila waraka ulioandikwa kuna mtu atakufa, kuna mtu atapotea, kuna mtu ataumwa sana, kuna mtu atapitia tabu, nafuta kwa jina la Yesu. Navunja kila waraka wa kipepo, waraka wa giza, waraka wa mauti, nami navunja na kuharibu katika jina la Yesu. Naachilia moto katika ulimwengu wa roho, naachilia damu ya mwana kondoo. Nafuta maneno yaliyoandikwa kichawi, nafuta maneno yaliyoandikwa na mizimu, nafuta maneno yaliyoandikwa na watu katika jina la Yesu. Natamka kila nyaraka zinazodai damu, nafuta kila nyaraka zinazodai matatizo, kila nyaraka zinazodai misiba, tunavunja, tunaziharibu zote katika jina la Yesu. Tunavunja kabisa, tunafuta na kuharibu katika roho na katika mwili katika jina la Yesu. Moto wa mbinguni unaachiliwa katika malango haya. Tunavunja giza na tunapiga kusudi la adui na tunavunja misingi ya kuzimu katika jina la Yesu. Achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto kila waraka wa magonjwa. Inawezekana tumbo lako linauma, miguu inauma, mikono inauma, pambana katika jina la Yesu. Leo unafuta kila waraka ulioandikwa katika nafsi, katika roho, katika jina la Yesu. Waraka wa maumivu ya tumbo, waraka wa maumivu, waraka wa ndoto mbaya, waraka wa kuzimu, nami nafuta na kuharibu katika jina la Yesu. Waraka kutokolewa, waraka wa matatizo, waraka wa misiba, nafuta nyaraka zote za kipepo, nyaraka zote za giza, nafuta na kuharibu katika ulimwengu wa roho. Kila nyaraka zilizowekwa katika nafsi zote navunja, zote nabomoa, zote nafuta, zote na haribu, zote na kata katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Endelea kuharibu kila nyaraka. Sasa omba kila kitu ambacho unapitia, changamoto ambao unaiona katika maisha yako, zitamkie, ziambie hizo ni nyaraka, na zifuta kwa damu, na ziondoa kwa damu. Kila maandishi yaliyoandikwa katika jina la Yesu, na kila maadui walioketi katika malango wanaangamizwa kwa neno la Bwana, wanafutwa kwa neno la Bwana, wanapigwa kwa neno la Bwana, wanaanguka kwa neno la Bwana katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo aliye hai. Maadui walioketi katika malango lazima waharibiwe, lazima wake moto, lazima wateketee katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo aliye hai. Amen, amen. Mungu akubariki na endelea kujiombea katika maombi haya. Futa nyaraka kwa damu ya Yesu, kwa sababu nyaraka zimenunuliwa kwa damu, wamezihapiza kwa damu, wamenena kwa damu. Futa kila maneno yanayoruka hewani, kila maneno yanayokufuatilia, kila maneno yanayofuatilia kazi yako, kila maneno yaliyowekwa katika tumbo lako. Inawezekana unasikia maumivu ya tumbo, maumivu ya kichwa, unasikia ndoto mbaya. Futa nyaraka zao, kila ndoto na kila mambo wanayoandika kuhusu wewe, yafute kwa damu ya mwana kondoo. Mabaya wanayokuapia. Lakini pia wakati unaomba usiache kusoma maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Zaburi 41 mstari wa kwanza mpaka 13. Utaendelea kusoma hapo. Lakini pia wakati unaendelea kufanya maombi, utasoma pia katika kitabu kile cha Mathayo 10 mstari wa 66. Biblia inasema kwamba adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwako. Katika jina la Yesu Kristo, kila uovu uliofanyika nyumbani, nyaraka zilizoandikwa katika familia, nyaraka za umaskini, nyaraka za giza katika familia, nyaraka za watu ambao wananijua, wananifahamu, watu ambao walijua nyota yangu kama Yesu alivyomjua, wakatamka neno, wakatamka mabaya, nafuta kila waraka ulioandikwa kwa habari ya maisha yangu, kila waraka ulioandikwa kwa habari ya ndoa, na kila waraka ulioandikwa kwa habari ya uchumi, na kila waraka ulioandikwa kwa habari ya familia katika jina la Yesu Kristo. Endelea kufuta, endelea kujiombea. Chochote ambacho unakiota, unaota ndoto mbaya, unaota ndoto za nyoka, andika hizo ni waraka, ninafuta, ninaharibu kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Nazivunja mihuri ya nyaraka, nafuta katika ulimwengu wa roho mihuri ambayo imeandikwa kwamba mtu huyu tutahakikisha avuki, tutahakikisha afiki mwaka fulani, atakufa, ataliwa na magonjwa. Futa nyaraka zote zilizoandikwa katika nafsi yako, katika roho yako, bomoa na kuzivunja katika ulimwengu wa roho, huku kisema zitasimama. Nyaraka za magonjwa zitasimama katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo aliye hai.
ninakuachia namba yangu ya simu. Unaweza kupiga simu ama kutuma message ama kutaka kuwasiliana nami katika namba ya 0710836910, namba 0710836910. Jina naitwa Pastor Wilson Ngonyani, lakini ukituma pesa jina inakuja Wilson Gido Ngonyani, Wilson Julius Ngonyani, jina linakuja hivyo. Karibu sana, nikukaribishe. Naomba usikose sehemu ya pili ya somo letu ambalo sasa tutakwenda kufundisha jinsi ya kushughulika na waraka ambao umekwisha kusomwa na nyaraka ambazo ulizoshtakiwa nazo. Mambo magumu yakishakupata, ni maombi ya aina gani unatakiwa kuomba ili utoke hapo? Kwa hiyo naomba ujiandae kwa ajili ya kusikiliza sehemu ya pili, na itafundishwa Jumapili ijayo. Karibu sana, na somo hili utaliona tena limepostiwa mtandaoni. Utaona limepostiwa somo namba 2. Karibu sana uweze kusikiliza, na tunatamani uwe muombaji na uweze kujifunza neno la Mungu. Ubarikiwe sana. Tunakutakia kumcha Mungu pamoja na kufanya mambo mazuri kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Tunakutakia safari njema katika kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Barikiwe. Amen. Nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. Nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. Nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. Nani mwanaume kama Yesu? Hallelujah. Nani mwanaume kama Yesu? Hallelujah. Nani mwanaume kama Yesu? Hallelujah. Nani mwanaume kama Yesu? Nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. Nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. Nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. Nani mwanaume kama Yesu? Nani mwanaume
Yesu, haleluya. Nani mwanaume kama Yesu, haleluya. Nani mwana